Unapokuwa katika safari ya mahusiano, unapokuwa katika safari ya mapenzi, unapokuwa katika safari ya ndoa baina yenu watu wawili, kumbuka kwamba hiyo ni historia ambayo mnatengeneza katika maisha yenu. Historia ambayo kila mmoja anaomba kwamba historia hii iwe ndefu, isiwe na kikomo. Lakini ya walimwengu inatokea kwamba ile historia inaweza ikafika mwisho. Hatupaswi kuweka mawazo ya kwamba ipo siku mimi pamoja na mwenza wangu tutaachana. Hapana. Yatupaswa kutengeneza historia pasi na kujua mwisho wake. Kuanzia mwanzo historia yako mpaka pale ambapo inakuwa imetimilika, basi hiyo ni historia kamili ya maisha yako katika upande wa mahusiano. Yawezekana ukaja kutengeneza historia nyingine, lakini historia yako ya mwanzo ilikuwaje? Nini kilichokuwepo katika historia yako ya mwanzo wewe pamoja na mwenza wako? Ndipo pale ambapo wote kwa pamoja tunapaswa kutengeneza historia njema unapokuwa katika mahusiano. Ukiwa ni mwanaume, hakikisha kwamba unatengeneza historia njema pamoja na mpenzi wako, ili mnapokuja kutengana aweze kukukumbuka kwa mazuri ambayo ulikuwa ukimfanyia. Yawezekana kwamba wewe ni mwanadada, mnapokuja kutengana aweze kukumbuka yale mazuri ambayo ulikuwa unamfanyia. Hakuna kitu kibaya kama mtu anapokuwa anakukumbuka, alafu anakumbuka anasema, da, kweli Mungu ni mkubwa, afadhali ameniachanisha na ushetani. Kweli Mungu ni mkubwa, afadhali ameniachanisha na umalaya. Kweli Mungu ni mkubwa, afadhali ameniachanisha na huyu mtu ambaye ni kikwazo katika maisha yangu. Afadhali ameniachanisha na huyu mtu ambaye ni nuksi katika maisha yangu. Hayo ni maneno ambayo hayapaswi kuwepo. Na imanishi tu pande mmoja ndio unapaswa kutengeneza historia. Hapana. Ni pande zote mbili zinapaswa kutengeneza historia ya kweli ya kuja kukumbukwa baadaye katika ulimwengu wa mahusiano. Penda mwenza wako akumbuke kwa mazuri aliyokuwa unamfanyia. Hata kipima katika uzani, aone kabisa kwamba alichemka kwa sababu mengi mazuri umemfanyia kuliko mabaya ambayo umemtendea. Wa kutengeneza historia ni wewe. Wa kutaka kuzungumza kwa mazuri ni wewe. Hakuna mtu ambaye anakuja kukutengenezea historia isipokuwa wewe mwenyewe ndio una nafasi ya kutengeneza historia yako. Kwa jifunze kutengeneza historia. Jitahidi kutengeneza historia ambayo ni bora ya kuja kukumbukwa na huyo mwenza wako.